Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi na hapa nina taarifa moja kwa moja kutokea ukanda wa Gaza, ambapo katika hali ya majonzi na matumaini yaliyopishana, serikali ya Misri imeruhusu kuingia kwa mitambo mizito na timu maalum za uokoaji ndani ya ukanda wa Gaza kusaidia kutafuta mabaki ya mateka waliokufa katika maeneo yaliyobomolewa vibaya na mashambulizi ya Israel. Zoezi hili limeanza baada ya makubaliano mapya ya ushirikiano kati ya Misri, Hamas na mamlaka za Gaza, likiwa na lengo la kufanikisha urejeshaji wa maiti za watu waliotekwa wakati wa mapigano makali yaliyodumu kwa miezi kadhaa. Wakati mitambo ya Misri ikiendelea kuchimba vifusi katika maeneo ya kusini mwa Gaza, Wapalestina wameonekana wakisimama pembeni wakitazama kwa huzuni, wengine wakitumaini miili ya ndugu zao itapatikana. Hamas imethibitisha kwamba hadi sasa maiti 15 za mateka zimepatikana na kurejeshwa kwa upande wa Israel kupitia usimamizi wa shirikisho la Msalaba Mwekundu, Red Cross, huku kwa mujibu wa makubaliano hayo Israel imekubali kurejesha miili ya Wapalestina 195 kwa kila maiti ya mateka itakayorudishwa kama ishara ya makubaliano ya kibinadamu. Hata hivyo, bado kuna changamoto kubwa mbele. Ripoti za kimataifa zinaonyesha kuwa mateka 13 waliokufa bado hawajapatikana. Hamas imeanzisha zoezi jipya la utafutaji likihusisha wataalamu wa Misri waliobobea katika operesheni za uokoaji na utambuzi wa miili chini ya vifusi. Kati ya hao, Israel inadai kufahamu maeneo 9 yanayodhaniwa kuwa na miili hiyo, huku maeneo 4 yakibaki bila kufahamika kutokana na uharibifu mkubwa wa miundombinu na hofu ya mabomu ambayo bado hajalipuka. Mashahidi wanasema baadhi ya maiti ziko chini ya magofu mazito, mitaro na mahandaki yaliyokuwa yakitumika na Hamas, jambo linalofanya kazi ya uokoaji kuwa ngumu zaidi. Timu za uokoaji kutoka Gaza zimelalamikia upungufu vifaa vya kuchimbia, zikisema kabla ya kuwasili kwa mashine za Misri walilazimika kuchimba kwa mikono na kutumia vifaa vya kizamani katika juhudi za kuokoa maiti za ndugu zao. Takwimu kutoka mamlaka ya uokoaji ya Gaza zinaonyesha kuwa zaidi ya maiti 10,000 za kiraia bado ziko chini ya vifusi tangu mashambulizi ya Israel kuanza. Hali hiyo imechangia ongezeko la msongo wa mawazo na hofu kubwa miongoni mwa familia za waathirika ambazo zimekuwa zikisubiri kwa siku nyingi kurejeshwa kwa wapendwa wao. Kwa mujibu wa Al Jazeera na The Guardian, maeneo mengi ya Gaza yamegeuka kuwa makaburi ya wazi na operesheni hizi zinachukuliwa kama hatua ya mwisho ya kujaribu kurejesha utu wa kibinadamu baada ya maangamizi makubwa. Kwa sasa zoezi la uokoaji linaendelea chini ya uangalizi wa pamoja wa Misri, Hamas na mashirika ya kibinadamu ya kimataifa, huku kila upande ukisisitiza umuhimu wa kuweka kando tofauti za kisiasa ili kutoa nafasi kwa ubinadamu kushinda. Serikali ya Misri imesema itaendelea kusaidia hadi maiti zote zilizobaki zipatikane, ikiwa ni sehemu ya dhamira yake ya kuimarisha amani na utu katika ukanda wa Gaza. Sasa hali katika ukanda wa Gaza imeingiliwa na taifa la Misri baada ya kuweza kutoa vikosi vyake vya uokoaji na kutumia vifaa madhubuti kabisa kwa ajili ya kuweza kwenda kutafuta miili ya mateka ambayo imesalia huko ardhini katika ukanda wa Gaza. Kutokana na shinikizo kubwa kutoka kwa serikali ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ikishinikiza kwamba Hamas inatakiwa kuweza kurejesha mateka wote ambao walikwisha fariki 28, juhudi za Hamas katika kutafuta mateka ambao wamesalia zinazidi kuachanya baada ya ukaribishwaji wa kikosi cha uokoaji kutoka Misri moja kwa moja kuingia Gaza ili kutekeleza azma ya mpango wa kusitisha mapigano ambao utakwenda kuheshimiwa kwa mujibu wa kanuni na taratibu ambazo Rais wa Marekani Donald Trump aliweza kudhiidhinisha mbele ya viongozi ambao walikuwa ni wapatanishi wakubwa, ikiwemo hiyo Misri, lakini Qatar, Uturuki pamoja na Marekani yenyewe. Sasa basi, kupitia sakata hili la taifa la Misri kuweza kuingia Gaza linaonyesha jinsi gani mshikamano kwa taifa la Misri dhidi ya Gaza, lakini vile vile hata katika kipindi cha vita vya miaka miwili taifa la Misri lilikuwa likionyesha ubinadamu hali ya juu kwa kuweza kuwapa hifadhi wakimbizi wa Kipalestina ambao walikuwa wakikimbia kutokana na madhira makubwa ambayo yalikuwa yakitokea Gaza. Sasa Misri iliweza kuwapatia hifadhi na baadaye kuweza kuwaruhusu baadhi ya raia kupitia mpaka wa Rafah waweze kuingia Gaza moja kwa moja kuanzia kusini mwa Gaza, Khan Yunus, Beit Lahia pale katikati
na mwisho wa siku Gaza City hadi kaskazini mwa Gaza. Sasa basi hatua hizi zinaonyesha ni hatua madhubuti zaidi kwa Rais El-Sisi wa Misri, ambaye ameonyesha utu na ubinadamu kwa raia wa Gaza, lakini maisha ya Gaza kwa ujumla, pamoja na utakaji wa mateka ambao walikwisha fariki, yani miili iliyosalia hadi sasa miili 13 ambayo bado haijaweza kurejeshwa mikononi mwa jeshi la Israel. Hapo jana Hamas iliweza kurejesha mwili mmoja ambao mpaka sasa hivi kwenda kufanyia uchunguzi. Mwili huo ambao umeweza kurejeshwa moja kwa moja kutoka Gaza na Hamas kwenda katika taifa la Israel. Hatua katika ukanda wa Gaza zinazidi kuweza kufatwa za kuweza kuhakikisha kabisa kwamba mapigano hayatokei tena, kwa sababu hata mwishoni mwa wiki hiyo iliyoisha tuliona kabisa kwamba viongozi wa Marekani akiwemo makamu wa rais JD Vance, lakini Marco Rubio, waziri huyo mambo ya nje wa Marekani, Steve Witkoff, mjumbe wa Marekani katika Mashariki ya Kati, pamoja na watu wengine wote ambao ni viongozi waliokuwa wametumwa na rais wa Marekani Donald Trump kusafiri moja kwa moja kwenda nchini Israel ili kuhakikisha kwamba mkataba ambao ulisainiwa baina ya Israel na Hamas chini ya wapatanishi, lakini chini ya rais mwenyewe Donald Trump, unakwenda kuheshimiwa kwa usahihi mkubwa bila kuwa na uvunjaji wowote wa masharti ya kuweza kuvunja makubaliano hayo ambayo yameweza kusainiwa pale Misri katika mji wa Sharm el-Sheikh. Hatua hizi zinatazamwaje? Kuingia kwa Misri katika ukanda wa Gaza kwa kusaidia kutafuta miili 13 ya mateka ambao walikwisha fariki kunaonyesha jitihada za wazi za taifa la Misri katika kuleta amani katika ukanda wa Gaza, kwa sababu ikiwa mateka wote ambao wamekwisha fariki hawajaweza kuonekana, inaweza kupelekea shinikizo kubwa kwa taifa la Israel chini ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, lakini na mawaziri wenzake wa mrengo wa kulia akiwemo Itamar Ben-Gvir, lakini waziri wa fedha pale nchini Israel, wanaweza kushinikiza kwamba Israel irudi vitani tena upya kupambana na Hamas ikiwa tu mateka hawajaweza kurudishwa, wakatemu kwamba ni makubaliano ambayo yamevunjwa. Sasa basi ndio maana Misri inajitahidi kuweza kuhakikisha kwamba inatengeneza uhusiano mzuri wa kuweza kusaidia harakati zote za kuweza kuwapata mateka ambao huenda wasingepatikana au wasipopatikana katika nyakati zijazo, tukashuhudia vita kurejea upya. Kumekuwepo na wimbi la mashambulizi ambalo limekuwa likitokea. Jumamosi hapo jeshi la Israel lilifanya mshambulizi na kuweza kuua watu wawili kwa kuwalenga wanamgambo wa Islamic Jihad. Wiki iliyopita jeshi la Israel likashambulia tena katika mji wa Khan Yunus huko kusini na kusababisha vifo vya raia, lakini tangu vita viweze kusitishwa takriban watu 100 wamekwisha fariki dunia kutokana na mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza, jambo ambalo linaibua wasiwasi na hofu kubwa, huku jumuiya za kimataifa zikitaka amani Gaza iweze kurudi na sitisho la mapigano liweze kuheshimiwa kwa kiasi kikubwa sana. Mtazamaji, leo hii nitakuletea taarifa nyingi zaidi kutoka huko kwa Mashariki ya Kati, nikujuze yote ambayo yatajiri huko. Cha msingi tu usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi.